Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imepanga kutoa uamuzi kwa njia ya mtandao Aprili 28 mwaka huu kuhusu hoja za pingamizi za mawakili wa utetezi katika kesi ya uchochezi inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Kesi hiyo imesikilizwa leo kwa njia ya mtandao mbele ya hakimu mkazi mwandamizi Godfrey Muhini, ambapo upande wa jamhuri kupitia wakili wa serikali mwandamizi Job Mrema umesema kesi hiyo imeitishwa kwa ajili ya Lissu kusomewa maelezo ya awali PH. Hata hivyo, upande wa jamhuri kupitia wakili Mrema ulipouliza mbona mshtakiwa Lissu haonekani mtandaoni, hakimu Muhini alimtaka askari magereza ajibu, ambapo amesema Lissu amegoma kusomewa maelezo ya awali kwa njia ya mtandao, ambapo hakimu Muhini aliruhusu kesi kuendelea pasipo Lissu kuonekana. Katika kesi hiyo, Lissu anatetewa na jopo la mawakili 31 wakiongozwa na wakili Mpale Mpoki ambaye aliungana na Alute Mugwai, Peter Kibatala na Jeremia Ntobesia kuwasilisha mapingamizi. Miongoni mwa hoja kuu za mapingamizi yao ni kwamba wanapinga utaratibu wa kesi hiyo kusikilizwa kwa njia ya mtandao, huku wakitaka mtuhumiwa afikishwe mahakamani ili asomewe maelezo ya awali PH. Lazima upande wa jamhuri, utetezi na mtuhumiwa wawepo mahakamani sambamba na mtuhumiwa kusaini karatasi ya maelezo. Kutokana na hatua hiyo, hakimu Muhini ameahirisha kesi hiyo hadi Aprili 28 mwaka huu kwa ajili ya kutoa uamuzi wa mapingamizi hayo ya utetezi kwa njia ya mtandao ili kuona kama kesi hiyo isikilizwe kwa mtandao ama mshtakiwa afikishwe mahakamani. Na licha ya kesi ya uchochezi kuahirishwa kwa sasa, kesi nyingine ya uhaini inayomkabili Lissu inaendelea kusikilizwa. Hii ni Ambwene Media na mimi Irene Nziku.